Ndugu zangu, kama ambavyo tunavyoendelea kufuatilia chaneli yetu hii, bado msemo wetu ni ule ule kwamba haiishi mpaka iishe. Iran tangu mwanzo wa vita walikwisha apia na kuielezea dunia kwamba vita hii ima tufe wote na ima tupambane mpaka damu yetu ya mwisho. Na hiki ndiko ambacho kinachoendelea mpaka sasa, kwa kadiri ambavyo siku zinavyoendelea na mashambulizi ambavyo yanavyoendelea. Ikumbuke kwamba lango la Hormuz bado limeendelea kuwa ni sehemu ya mamezeo ya meli za Marekani pamoja na meli za nchi za magharibi. Lango la Hormuz imeendelea kuwa ni sehemu ya umwagaji wa damu, lakini lango la Hormuz imeendelea kuonyesha kwamba ndiyo shingo ya dunia. Jeshi la Iran limeendelea kuwa ni bora zaidi katika mapambano yake, na kwa namna ambavyo wanavyolipiza visasi vyao, namna ambavyo walivyojipanga katika upande wa makombora, namna ambavyo walivyojipanga katika upande wa rada, namna ambavyo walivyojipanga katika upande wa teknolojia. Vita hii imegeuka na imekuwa ni inapelekea nchi za magharibi kuingia katika hali mbaya ya kiuchumi. Inapelekea Marekani kuingia katika hali mbaya ya kiuchumi iwapo lango hili la Hormuz litaendelea kufungwa kwa muda mrefu, kwani stock za mafuta ambazo zilizopo nchi za Ulaya ni kwamba haziwezi kuwatosha kuendelea na maisha yao ya kila siku katika matumizi yao ya uzalishaji. Halikadhalika vile vile Marekani na yenyewe pia inakumbwa au inakabiliwa na changamoto kubwa la upungufu wa mafuta katika nchi yao. Sasa hii yote ni kwa sababu gani? Kwa sababu huko mwanzo tayari nchi kama Hispania yenyewe ilijiweka wazi kwamba haitoweza kumsaidia Marekani, kwa sababu Marekani alikuwa anaanzisha vita hii au alianzisha vita hii kwa kutegemea kwamba umoja wa nchi za NATO zitakuja kuingia katika vita hii, jambo ambalo sasa nchi za Ulaya pamoja ikiwemo Hispania yenyewe ilieleza wazi kwamba haikushirikishwa tangu mwanzo, na imekuwa ikiingia katika hasara kubwa baada ya kuwa vita vinavyoanzishwa wao wamekuwa wakishiriki mstari wa mbele, lakini mwisho wa siku faida imekuwa haionekani isipokuwa ni hasara. Lakini vile vile imepelekea pia kuvunja mahusiano ya kimataifa pamoja na mataifa mengine, lakini kwa maslahi na faida ya Marekani pamoja na Israel. Kwa hiyo nchi pia za Ulaya kwa kiwemo Ufaransa, Uingereza, Ujerumani pamoja na nchi zingine, na zenyewe zilikataa kushirikiana na Marekani katika uvamizi wa kivita nchini Iran, kwani falsafa yao waliamini kwamba vita au matumizi ya nguvu na matumizi ya silaha sio sababu ya kuweza kumaliza mgogoro ulioko nchini Iran, bali waliamini kwamba diplomasia ndiyo njia pekee ambayo itakayowafanya wao waweze kufanikiwa na kupata maslahi mapana na faida iliyokubwa kupitia nchi ya Iran. Lakini mwisho wa siku Marekani falsafa yake ilipishana na nchi za NATO. Wao waliamini kwamba njia pekee ya kuweza kutawalia rasilimali zilizopo nchini Iran ni kwenda kufanya mabadiliko na kuondoa utawala wa Irani na kisha kuingiza utawala wao, kuivamia Irani kijeshi, kwamba ndio njia ya kuamua matatizo yao na ndio daraja la kufikia kwenye maslahi yao, ni kuivamia Irani kijeshi kwa kisingizio kwamba waondolewe katika mpango wa matumizi au uzalishaji wa makombora ya nyuklia, lakini pia uzalishaji wa makombora ya masafa marefu, ballistic missiles ya masafa marefu. Kwa hiyo nchi za Ulaya zikawa zimejiondoa. Hispania ilipojiondoa wazi mara ya kwanza, Marekani alichofanya ni kuhamisha vifaa vyake vya kijeshi kutoka Hispania kupeleka katika nchi ya Korea ya Kusini.
Wakati huo huo, Korea ya Kusini ina bifu kubwa la muda mrefu na Korea Kaskazini, wakina Kim Jong Un. Lakini wakati huo pia Marekani ikaamua kuweka ushirikiano mkubwa zaidi na nchi ya Taiwan. Lakini vile vile Taiwan pamoja na China anadai kwamba kisiwa cha Taiwan ni kisiwa chake. Kwa maana uvamizi, uwekaji wa silaha za Marekani katika nchi ya katika kisiwa cha Taiwan, maana yake ni chokochoko dhidi ya taifa la China. Kuhamishia ndege zake Korea ya Kusini, maana yake ni chokochoko dhidi ya taifa la Korea Kaskazini. Lakini wakati huo akatokea kutangaza wazi kwamba anakwenda kuvamia kisiwa cha Greenland ambacho kiko chini ya Denmark. Maana yake anaingia katika bifu lingine na nchi za bara la Ulaya. Lakini wakati huo akatangaza kwamba anataka kwenda kuichukua Canada. Maana yake akaingiza bifu tena lingine pamoja na nchi za bara la Ulaya. Lakini katika mtazamo sasa huu, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba China anamuunga mkono Iran, lakini vile vile Korea ya Kaskazini na yenyewe inamuunga mkono Iran. Na mwisho wa siku ni kwamba Korea Kaskazini ikaanza kusambaza zile roketi zake, makombora yake, kupiga yale makombora yake ya masafa marefu, kwa maana ya kuonyesha kwamba kile kilichofanywa na Marekani kupeleka ndege zake pale hakiwezi kukubaliwa na serikali ya Korea Kaskazini. Lakini wakati huo baada tu ya kupeleka baadhi ya vifaa vyake katika kisiwa cha Taiwan, naye China akaanza kufanya mazoezi ya kuizunguka Taiwan, kuonyesha kwamba ni mali yake na hatokubali chochote kifanyike dhidi yake kwa mahusiano ya Marekani. Lakini pia kuanza kutumia masilaha ya masafa marefu kuonyesha kwamba anaweza akamfikia Marekani popote pale alipo, na anaweza kupiga Marekani pale ambapo anapotaka. Sasa katika hali ya namna hii utaona kabisa kwamba bifu hili limekuwa ni kubwa. Vita hii Marekani inamuwia ngumu, kwa sababu hajui wapi atakaposhika, hajui amtetee nani. Amtetee Taiwan, aachane amtetee Taiwan, aachane na nani? Aachane na Korea ya Kusini, au amtetee Korea ya Kusini dhidi ya Korea Kaskazini. Unaona mambo yanavyokuwa, au aende akaichukue Cuba, au aendelee kumtetea na kumlinda na kumsaidia Israel na achane na hawa wote. Kwa hiyo utaona kwamba uwezo wa Marekani unazidi kuwa dhaifu siku baada ya siku. Na ziko barua za aina mbalimbali ambazo Marekani nchi za Ulaya zimeiandikia Iran kuonyesha kwamba wanataka negotiation, mazungumzo, kwamba wao wako tofauti na mitazamo na misimamo ya Marekani. Kwa hiyo wao kama wao wanataka wakae chini na Iran ili waweze kuzungumza na kujua namna gani watakavyoweza kusaidiwa kupata mafuta kutoka katika nchi ya Iran. Jambo ambalo sasa wamekuwa wakipiga simu hazipokelewi, wakituma message kwenda Iran, meseji zao hazijibiwi. Lakini sehemu ya majibu machache sana ambayo yaliyotokea kwamba ikiwa stoko zenu za mafuta zitaisha, basi magari yenu na usafiri wenu utatumia umeme na utatumia chaji. Hii maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba Iran imekuja kufungua ukurasa mpya ambao Marekani alikuwa anatumia negotiation kama sehemu ya kutaka kuwadhoofisha. Sasa Irani wamekwisha shtukia mchezo huu. Ndio maana wameamua kufunga masikio na wamerejesha na kuendeleza kauli yao ile ile. Ima sasa tupigane sisi mpaka mwisho, ima nyinyi mshinde au sisi tushindwe, au sisi tushinde nyinyi mshindwe, aidha ikiwezekana mpaka kizazi chetu cha mwisho kitakapopotea ndani ya ardhi hii. Sasa majibu ya Iran dhidi ya kisasi kilichofanywa na dhidi ya kisasi cha mashambulizi yaliyofanywa na Marekani nchini Iran. Moja kati ya taarifa nyeti ambazo vyombo vya habari vingi vinashindwa kutangaza na kuweka bayana ni Iran kushambulia
meli za kivita manuari za kivita zilizokuwepo katika karibuni la lango la Hormuz, ambazo hizi zilikuwa zinafanya mzingiro. Mashambulizi haya yamekuja baada ya jeshi la Marekani kufanya mashambulizi ya kuzishambulia boti nyuki za Irani takriban 80, na kwa Irani boti hizi wala hazina hasara zozote, kwa sababu wana maelfu ya boti hizi, wana manyuki ya boti hizi. Sasa Marekani ameshambulia takriban 80, ndio maana sasa majibu ya Iran ikawa ni kushambulia manuari ya kijeshi, ambayo sasa imepelekea manuari ile kwenda kutumia ulinzi wake wa mwisho, ambao sasa huwa hautumiwi isipokuwa katika hali ya hatari. Lakini Irani ameweza kushambulia na kuingiza makombora yake, tena makombora mapya ambayo haijapatwa kutumiwa katika vita ambavyo vilivyoanza tangu tarehe 1, makombora ya aina ya Rauzak ambayo yameweza kutumiwa, Rauzak Shahbaun ambayo yametumiwa katika kuiangamiza meli hii. Unaweza ukaona katika video hii namna gani mashambulizi yalivyokuwa. Huyu ndio Muirani. Ndugu zangu, taifa la Irani linajua kwamba negotiation ambayo iliyokuwa inatengenezwa kwa muda mrefu na wao walikuwa wakiitikia, imetambua fika kwamba negotiation hiyo ni moja kati ya mbinu zilizokuwa zinamfanya Marekani ajipange ili aweze kufanya mashambulizi ya kushtukiza katika maeneo mengine. Ndugu zangu, kabla ya kuendelea, nikukumbusheni, ikiwa ndiyo mara yako ya kwanza unajiunga na channel hii na kufuatilia vipindi vyetu, basi usiache kubonyeza alama ya subscribe, usiache kushare, usiache kulike, usiache kubonyeza alama ya kengele, lakini pia usisahau kukomenti. Kupitia chaneli yetu hii ya Sharawi TV utapata makala zetu mbalimbali za kisiasa, lakini pia utapata makala mbalimbali za diplomasia sanjari na masuala yanayohusiana na sayansi ya jamii. Ndugu zangu, siku zote tumepata kuzungumza kwamba matumizi ya silaha sio njia sahihi ya kukufanya wewe kupata haki yako. Matumizi ya nguvu sio njia sahihi ya kukufanya wewe ufikie malengo yako. Matumizi ya vita au njia ya vita na mapigano sio njia sahihi ya kukufanya wewe ufikie yale malengo yako ambayo unayoyataka. Maana yangu ni nini? Maana yangu ni kwamba leo hii nchi hizo ambazo leo zinatuhamasisha katika kufanya mambo yetu kwa kufata mitazamo yao ya kidemokrasia, nchi hizo ambazo leo zinatamba duniani kwa kufanya kwamba wao ndio watetezi wa haki za binadamu, nchi hizo ambazo leo zimekuwa zikishawishi vijana wetu kuingia katika migogoro na vita ya wenyewe kwa wenyewe kwa kisingizio cha kutetea maslahi yetu, tukachoma nchi yetu, kwa kisingizio cha kutetea maslahi yetu tukauana wenyewe kwa wenyewe, kwa kisingizio cha kutetea maslahi yetu tukatengana wenyewe kwa wenyewe na kuingiza uadui wenyewe kwa wenyewe. Leo hii wao wamekuwa ndio wa kwanza kuanzisha fujo duniani, kuanzisha uvamizi dhidi ya mataifa mengine kwa sababu ya kuchukua mali zao, kuanzisha makundi ya waasi kwa malengo ya kuwatumikia wao. Kwa hiyo lengo langu mimi ni kwamba iwapo migogoro yetu itatokea, ni lazima tujifunze katika taifa la Irani namna gani wanaweza kutatua migogoro yao. Hakuna taifa lolote duniani ambalo ndani halina changamoto, iwe changamoto za kiuchumi, iwe changamoto za kielimu, iwe changamoto za kimatibabu kwa maana ya mahospitali na kadhalika, iwe changamoto za miundombinu, iwe changamoto namna yoyote ile, ukosefu wa ajira na kadhalika. Lakini mwisho wa siku ni kwamba inapotokea uadui wa nje kutaka kuvamia ndani na kuwachonganisha, hawa wote huacha hizi tofauti zao na migogoro yao na hushikana pamoja, na mwisho wa siku wanatanguliza maslahi ya taifa lao kwenda mbele, kwa maana ya kuwa pamoja na kuamini kwamba amani ndiyo msingi wa diplomasia,
amani ndiyo msingi wa uchumi, amani ndiyo msingi wa elimu, amani ndiyo msingi wa afya, amani ndiyo msingi wa miundombinu, amani ndiyo msingi wa ajira katika mataifa hayo, amani ndiyo msingi wa uwekezaji. Sasa haya yote tunajifunza kupitia taifa la Irani, kwamba walijaribu nchi za magharibi pamoja na Marekani na Israeli kutaka kuwachonganisha, lakini mwisho wa siku sasa, baada ya kugundua dhamira hiyo, wote waliacha tofauti zao na wakaamua kukaa pamoja na wakaungana kwa sababu ya maslahi ya nchi yao. Ndiyo maana mpaka leo vita hii imekuwa ni ngumu. Vita hii Marekani anashindwa pamoja na Israeli kwa sababu mbinu zao zimekwisha julikana na mikakati yao imekwama. Kwa hiyo nini watakachofanya? Hakuna njia yoyote ya kuweza kufanya isipokuwa ni kurejea katika negotiation. Jambo ambalo sasa Irani ameshasema kwamba ni bora tumalizike, ni bora tushinde au tushindwe, lakini tutapigana mpaka damu yetu ya mwisho, na hakuna maswala tena ya kukaa chini. Ndio maana hata wakipigiwa simu tayari wamekuwa hawapokei simu hizo. Kwa hiyo game imebadilika kwa maana Iran, China pamoja na Urusi, hawa ndio wababe duniani, wamejiunga pamoja na wababe wengine. Ikumbuke kwamba nchi za Ulaya wamekuwa wanashindwa kufanya chochote kile. Kwa sababu gani? Kwa sababu wao uzalishaji wao unategemea mafuta, na mafuta mengi wanaipata kutoka katika nchi za Mashariki ya Kati. Lakini sasa lango kubwa ambalo wao watakaofanya wapate mafuta hayo ni lazima watengeneze mahusiano mazuri ya kidiplomasia na nchi ya Iran na pamoja na nchi za ulimwengu wa Mashariki ya Kati. Iran, moja kati ya mashambulizi yake ni kushambulia Mashariki ya Kati. Marekani anaona sasa umefikia wakati wa kushambulia vyanzo vya mafuta pamoja na gas pamoja vyanzo vya mafuta nchini Iran ili kuweza kuidhoofisha Iran. Na Iran imeapa iwapo atafanya hivyo, iwapo atashambulia vyanzo vyao vya mafuta pamoja na vinu vya kufulia umeme, maana yake ni kwamba nchi za Gulf, kwa maana ya zile dualul Khaliji, nchi zote hizi za Khaliji zote zitageuka ni jivu. Kwa sababu gani? Kwa sababu Marekani amewekeza makampuni yake makubwa ya Google, Facebook pamoja na Apple pamoja na mitandao mingine, wamewekeza sana katika nchi za Mashariki ya Kati ikiwemo Oman, Qatar, Dubai pamoja na Bahrain na miji mingine. Kwa hiyo Iran target yake kubwa ni kuhakikisha kwamba anamdhoofisha Marekani, ni pamoja na kushambulia huko. Lakini wakati huo imeripotiwa kwamba Irani anajiandaa kutengeneza makombora ya masafa marefu ili kuweza kuishambulia moja kwa moja Marekani. Yani istosheke tu na kushambulia katika kile kisiwa cha Ghasia ambacho Marekani ambacho kinamilikiwa na Uingereza, na alimpa Marekani kwa ajili ya kwenda kuweka basic yake ya jeshi. Irani alishambulia moja kwa moja, na kisiwa kile kiko umbali wa takriban kilomita 4,500, lakini Irani aliweza kushambulia moja kwa moja pale, akituma sehemu ya salamu kwamba nina uwezo wa kushambulia nchi yoyote barani Ulaya. Sasa leo hii anajiandaa na kutengeneza, aidha anatengeneza mabomu ya masafa marefu kuweza kuifikia Marekani moja kwa moja, kwa sababu kutoka Iran kwenda Marekani ni zaidi ya kilomita 13,000 takriban. Kwa hiyo Iran anatengeneza mabomu hayo ya kuweza kufikia maeneo muhimu katika nchi ya Marekani, jambo ambalo sasa Rais Donald Trump amekuwa anachanganyikiwa, na vikao vya ghafla vimekuwa vikiitwa mara kwa mara na Congress kujadili namna gani wanaweza wakatoka katika vita hivi. Ikumbuke huko mwanzo wa vita aliingia katika vita hivi baada ya kusikiliza matakwa ya Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa Israeli, ambapo huko nyuma historia inajieleza kwamba kwa kupitia Benjamin Netanyahu ushauri aliyoupata Marekani ilikuwa ni sababu ya kwenda kuidondosha Iraqi, lakini pia ikawa ni sababu ya kwenda kuidondosha serikali ya Libya chini ya Muammar Gaddafi, lakini pia ikawa ni sababu ya kufanya mashambulizi kule Afghanistan. Lakini pia moja kati ya matukio ambayo yameweza kuthibitika ni kwamba
Pakistan meli zake zimeweza kupita katika lango la Hormuz kwa amani kabisa, na huku serikali ya Iran ikiunga mkono serikali ya Pakistani kwa kuwa pamoja tangu mwanzo wa vita. Kwa hiyo hapa maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba majeruhi wote ambao waliokuwa wanapatikana nchini Qatar pamoja na Bahrain walikuwa wanakwenda kutibiwa katika moja ya hospitali zilizopo katika nchi ya Afghanistan, katika nchi ya Afghanistan. Kwa hiyo Pakistan ilichofanya ni kufanya mashambulizi, kutumia mgogoro wao na Afghanistan kufanya mashambulizi katika hospitali ile. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba wale askari wote waliokuwepo katika makambi ya Marekani nchini Bahrain pamoja na Qatar pamoja na Kuwait walikuwa wakitibiwa Afghanistan. Maana yake ni kwamba mashambulizi haya ya Pakistani yaliyofanywa katika nchi ya Afghanistan, maana yake amekwenda kupiga hospitali ambapo ndanimo ndipo walipokuwa wanatibiwa wanajeshi wa Marekani بطريقة بهلوانية ويكشف عن رد فعل الولايات المتحدة في حال اغتياله. وواشنطن تعلن عن شروط جديدة أمام إيران، والبيت الأبيض يتوجه بطلب عاجل إلى طهران. الاستخبارات الروسية تكشف عن السبب الحقيقي لغياب مجتبى خامنئي عن جنازة والده، وإسرائيل تتوعد تركيا بالحرب ولكن على الأراضي السورية. ووزير الخارجية التركي يتهم نتنياهو بالبحث عن عدو جديد. فهل حان الآن الدور على تركيا؟ وأردوغان يقرر بيع منظومات الS-400 للإمارات بهدف الحصول على طائرات الF-35 الأمريكية. صنعاء تهدد السعودية، لم يعد لدينا ما نخسره، ومنشآتكم النفطية في مرمى أهدافنا. والسعودية تتوعد بالهجوم على أي طائرة إيرانية تصل إلى مطار صنعاء.